Maadhimisho ya sikukuu hii ya familia yameambatana na mazoezi na burudani mbalimbali kama vile mpira wa miguu, kuvuta kamba, kukimbiza kuku, pamoja na shughuli nyingine za kutoa tuzo ambazo tayari umeshatoa vyeti vya kuwatambua wadau mbalimbali ambao tumeshirikiana nao kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha shughuli kubwa ya kulinda maisha na mali za wananchi wa mkoa wa Pwani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani limewatambua na kuwapongeza maafisa wakaguzi na askari wa vyombo mbalimbali waliofanya vizuri zaidi. Neno zaidi lipigiwe mstari, kwa sababu sote tunafanya kazi vizuri. Hii ni ada yetu ndani ya Jeshi la Polisi kuwatambua askari anapofanya kazi vizuri. Ni wajibu wa kiongozi ambaye yuko naye amtambue kwa namna yoyote ambayo yeye anaona inafaa, ili kuwahamasisha askari wengine kuongeza ari katika shughuli zao za kila siku. Mheshimiwa mgeni rasmi, askari hawa wakaguzi ambao leo hii umewazawadia, kwao ni motisha kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwa na bidii lakini wabunifu katika majukumu yao ya kila siku, hasa kuwahudumia wananchi ambao ndio jukumu kubwa na la msingi la kikatiba. Sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani tuna kauli inayosema Pwani bila uhalifu inawezekana, kila mtu achukue hatua kuanzia kwake. Aidha, niwatake madereva wa vyombo vya moto lakini na watumiaji wengine wa barabara kwa dhati kabisa, kwa namna ambavyo tunatoa elimu ya usalama barabarani, lakini na weledi ambao askari wetu ambao leo walipita mbele yako hapa wanao, umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ajali kubwa na nyingi ambazo zilikuwa zikitokea huko nyuma, lakini kwa sasa zimedhibitiwa. Si kwamba askari anapokaa barabarani ajali haitokee, hapana, lakini kwa sababu watumiaji wa barabara wamepata uelewa wa namna bora ya kutumia barabara na kutii sheria bila shuruti. Itakuwa sio mwingi wa fadhila kama hatutatoa shukurani kwa wananchi wa mkoa wa Pwani kwa namna ambavyo wamekuwa wakituunga mkono katika maeneo mbalimbali, kutupatia taarifa za uhalifu, lakini na wenyewe kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kujilinda wao wenyewe, lakini pia kusaidia kulinda majirani zao. Hii inafanywa kupitia katika falsafa yetu ya polisi jamii na ulinzi shirikishi. Sasa hivi bila kutumia teknolojia hauwezi kufanya kazi. Lazima ujue kufanya data analysis, muangalie hizi images zinasemaje. Tumia advantage ya teknolojia ikusaidie, lakini advantage imekuja na changamoto. Kuna artificial intelligence, lazima uweze kujua hiki ni kitu sahihi au hiki sio sahihi. Na Jeshi la Polisi haliko juu ya sheria. Maamuzi mtakaofanya, uchunguzi mnaofanya, mtaenda kwenye vyombo vya sheria, vitataka uthibitisho. Kwa lazima muhakikishe na mmetumia vigezo vizuri. Kama wewe unapeleka kesi 10, 7 zote unashindwa kila wakati, tunaanza kuwa na big question mark. Mimi agizo langu sio ombi, nyinyi si waombi na waagiza, kwa sababu wimbo ule mmeimba mnaufahamu. Kila mmoja wenu akajitathmini kwa yale mmeoimba hapa, dunia ikisikia. Mambo ya weledi yako humo, mambo ya utii yako humo, mambo ya haki yamo humo. Sina jipya. Kauli mbiu yenu inaeleza kila kitu. Nafahamu mna swala la weledi, mna swala la polisi jamii, mna swala la professionalism, modernization and community policy. Kazi yenu ni kazi ya wito.
mnatakiwa muwe tayari wakati wote. Jeshi lolote ile tuna capacity na response time. Inapotokea changamoto, una uwezo kiasi gani kushughulika na changamoto hiyo, na unatumia muda mfupi kiasi gani? Wakati wote unatakiwa uwe timamu. Nawatakia kila la heri, tunathamini mchango wenu. Imarisheni nidhamu, mahusiano kati ya Jeshi la Polisi Tanzania na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwenye nchi hii, pamoja na wananchi mnaowatumikia ambao ndio waajiri wetu.